Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza msimamo wake wa kutokuachia madaraka licha ya kuibuliwa kwa kamati ya kisiasa inayotaka kuanzishwa upya kwa uchunguzi unaoweza kusababisha hatua za kumwondoa ofisini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka bunge la nchi hiyo, kamati hiyo imeundwa kufuatia madai na tuhuma zinazohusiana na utendaji wa serikali yake, zikiwemo masuala ya uwajibikaji, matumizi ya madaraka na uendeshaji wa baadhi ya shughuli za kiserikali. Lengo kuu la kamati hiyo ni kuchunguza upya mwenendo wa baadhi ya tuhuma hizo na kuona kama kuna msingi wa hatua za kisheria au kisiasa dhidi ya rais huyo. Hata hivyo, upande wa Rais Ramaphosa umesisitiza kuwa hatua hizo ni sehemu ya mchakato wa kawaida wa kidemokrasia na si sababu ya yeye kujiuzulu au kuachia ngazi. Ikumbukwe Cyril Ramaphosa aliingia madarakani kama rais wa Afrika Kusini mwaka 2018 baada ya kujiuzulu kwa mtangulizi wake. Baadaye alichaguliwa tena mwaka 2019 kupitia uchaguzi mkuu. Hadi mwaka 2026 amekuwa madarakani kwa takriban miaka 8. Kwa mujibu wa katiba ya Afrika Kusini, rais hutumikia mihula ya miaka 5 kwa kila uchaguzi na anaweza kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili tu. Hivyo Ramaphosa anatarajiwa kumaliza ukomo wake wa mwisho wa kikatiba baada ya muhula wake wa pili, ambapo unaelekea ukomo wake wa mwisho kufikia mwaka 2029 iwapo hatakuwa na mabadiliko ya kisiasa au ya kikatiba. Wachambuzi wa siasa wanasema hatua ya kuundwa kwa kamati hiyo inaonyesha ongezeko la presha ya kisiasa ndani ya nchi, lakini pia inaonyesha uimara wa taasisi za kidemokrasia nchini Afrika Kusini ambazo huruhusu uchunguzi wa viongozi wakuu bila kuvunja utaratibu wa kikatiba. Hali hii sasa inatazamwa kwa karibu, huku macho wananchi na jumuiya ya kimataifa yakisubiri kuona hatima ya mvutano huu wa kisiasa. Abdullahi Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.